Sana. Imekuwa ni mechi ambayo ulikuwa unaitafuta kwa muda mrefu sana tangu umekabidhiwa hiki kijiti, na leo umeweza kuondoka na ushindi wa alama 3. Ushindi huu unakuwa na maana gani na unakuwa na tafsiri gani kwa mwalimu ambaye anakuja kuwa head coach wako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata point 3 muhimu. Ni kitu ambacho tulikuwa tunakiangalia muda mrefu. Tuna 10 games ambazo tulikuwa hatujapata hichi kitu, kwa hiyo tuliendelea kupushi na nilipata muda kuongea na wachezaji wangu kwamba tusichoke, bado tunadaiwa na Watanganyika na bado pia tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Kwa hiyo tulikaa tukaongea na pia tuko kwenye uwanja wa mazoezi tukaandaa mipango mingi kwa ajili ya mchezo ili tuweze kufanya vizuri na kupata point 3. Kwa hiyo kile kitu ambacho tumekiandaa mazoezini kimefanyika hapa kwenye game ya leo. Kwa hiyo niwapongeze pia wachezaji, lakini vile pia nimshukuru mwalimu kwa hii ni message kwake nampatia, kwa sababu ukaribisho mzuri, na maana tayari pia pale nilipoishia basi aendeleze, na imani tutaenda vizuri na ataenda vizuri. Kwa hiyo kwa sababu wachezaji pia wamempokea vizuri mwalimu, na pia benchi la ufundi staff wote wamempokea vizuri mwalimu. Kwa tayari hata mwalimu amekuwa na imani na timu na amewasika tayari. Ni moja hapo ya message, big message ambayo tumempatia. Kwa tayari tutegemea kuwa na mazuri mbele ya mchezo ambao unafuata. Second half dakika 46 tu mnafanya mabadiliko, Samuel Onditi anaingia, lakini pia mkafanya mabadiliko ya kumpumzisha Salum Kiimbwa. Haya mabadiliko yalikuwa yamelenga nini? Tulikuwa tuna game plan ambao ni first half tumeenda kupush, lakini vile tumeandaa plan B second half tuingie namna gani. Kwa hiyo tayari mipango yote ambayo tumeitengeneza katika uwanja wa mazoezi ndipo ambavyo umeenda kufanya kazi. Mpango wa kwanza umefanya kazi na mpango wa pili umefanya kazi zaidi. Kwa hiyo mimi nawapongeza wachezaji kuweza kuunderstand kwenye uwanja wa mazoezi kile kitu ambacho nimeweza kukiapproach kwenye mchezo, tumefanikiwa. Kwa all to all wanaopambana tumepata kitu ambacho ndio tunastahili kupata. Mwalimu, Mtibwa walikuwa wadhaifu wapi mpaka kupelekea nyewe kupata hizo alama 3 na magoli 3? Kwanza Mtibwa ni timu nzuri, ina quality players na wameweza kufanya vizuri mechi kadhaa hapa nyuma. Tulipata time pia kuangalia siku zote unapokuwa unafanya tactical assessment kwa ajili ya mchezo unaofuata, kwa ajili ya mpinzani unaangalia ubora alikuwa nao na udhaifu alikuwa nao. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo ni bora, ni timu nzuri ambayo ina wachezaji wazuri katikati, wanaweza kumiliki na wanaweza kushambulia kwa speed na wanashambulia wazuri. Kwa hiyo tayari tumeweza kuangalia pia ubora wao ili tufanye kwa udhaifu, na pia kwenye udhaifu basi tufanye kutumia kupata magoli. Kwa hiyo kuna sehemu tumeangalia mwana dhaifu ndio tumefanya kazi tumepata magoli. Kila la heri. Asante sana.